Hii klabu ya Simba klabu ya mpira. Twende tukapambane. Twende tukacheze nao. Kama watatufunga tufunge kwa uwezo. Tutaangalia mapungufu yetu yako wapi, tutajipanga kwa ajili ya msimu ujao. Mashindano yaishi. Bandika bandua. Ikitoka hii na kuja nyingine. Twendeni uwanjani. Kama kuna watu waoga, kaeni kimya. Sababu ya Simba kusema atagombea mchezo. Sababu ya Simba ilikuwa ni kuzuiliwa na meneja wa uwanja, Kalas. Na tukasema msimamo wetu, meneja wa uwanja hatutacheza mpaka aondolewe. Meneja kaondolewa. Haya, mnakukimbilia uko wapi? Kama Yanga mko humu mtaka kutuchanganya tangaja bana. Nasema kwa mara ya mwisho mwenye kuleta mjadala huu wa kugoma goma na mlefti humo. Miyange iko mingi tu. Fueje ulivyo, hebu acha upumbavu wako. Wewe huyo Mguto ni Simba mwenzako pako na mwangania. Huyo Mguto aliyofanyia Simba mabaya wewe unayajua. Ama huyo alikamasika Songo huyo ni Simba mwenzako pako na mwangania. Au na wewe Yanga ndio mnakaa kwenye grupu na vicha siri zetu humo. Alimasika Songo ni Yanga wa kutupwa. Huyo Mguto ni Yanga wa kutupwa. Wewe mwangania mjomba wako huyo, mababa yako huyo. Kama Yanga walitaka aondoke, wacha aondoke na kwa Yanga wenzao. Sisi wakwetu ni Kalia. Wakwetu sisi hapo ni kidau au ndio Simba wenzetu. Tuna wajibu wa kuwalinda tukiamua kuwalinda kama tutataka. Na kama tutaona wana maslahi na Simba. Huyo Alimasika Songo amekaa kutoka asubuhi huko na Alimasika Songo huko na Mguto, na ukiendelea nitakutoa. Huyo ni Yanga na Yanga wenzao wamemkataa, potelea mbali, wacha aondoke Yanga kwa Yanga. Sisi tunatuhusu nini huyo? Unajua bodi ya ligi namna ilivyoizulumu Simba pako na wangangania hao. Hao wana faida gani na Simba? Hebu nipe faida za Alimasika Songo kwa Simba, nipe faida za Mguto kwa Simba. Acha pumbavu wako bana. Kaa kimya, uwezi left toka, ukiendelea nitakutoa mimi mwenyewe. Kwani Kalia ndo amejiuzuru? Huyo Haji Manara aliwaambia wana Yanga wote ni wapumbavu kwa kukaa na mngangania Mguto na Alimasika Songo, ajiuzuru baada ya kumngangania Kalia ajiuzuru. Kalia amejiuzuru. Kidao amejiuzuru. Unangangania Yanga awe na wewe Yanga. Ngoja kwanza nikutoe, inaonekana wewe Yanga unaangania Yanga wenzako. Wao waliojiuzuru ni Yanga. Wamejiuzuru kwa kauli ya Yanga wenzao, watajua na wenyewe. Na wewe amia Yanga wafuate Yanga wenzako huko. Umengania tu tumengania. Hii Simba klabu ya mpira. Tutacheza tarehe 25, wakija vibaya tunawafunga, wakijipindua tunawafunga, tukijiandaa tutawafunga. Kwani hii klabu ya siasa hii klabu ya kususasusa hii. Unasikia Simba na susasusa. Na wewe kama una akili ya kususasusa, nenda kwa Yanga wenzako ambao wanasusasusa. Simba ni klabu ya mpira bana. Tutacheza tarehe 25. Utaki nenda Yanga kwa watu kususasusa. Tarehe 25 tutacheza. Tuna wachezaji ambao tunawalipa mishahara, tuna kocha ambaye tunamlipa mshahara, tuna timu bora iliyocheza finali ya kafu. Wanda kusema Yanga ni bora sana kuliko Berkane. Mbona Berkane ndio amecheza nusu na moja. Hajatufunga. Twendeni kwenye maandalizi. Tukifanya maandalizi tunawafunga Yanga. Hata tukichezea Afrika Town tutawafunga tu. Kikubwa kinachotakiwa ni maandalizi. Maisha ya mwanadamu ni maandalizi. Kwa jambo lolote, ukitaka kuoa maandalizi, ukitaka kumwingilia, ukitaka chochote ni maandalizi. Na tukitaka kumfunga Yanga tarehe 25 ni maandalizi. Hakuna chochote zaidi ya maandalizi. Mnatuletea siasa zenu za uoga. Mtu ambaye muoga mia Azamu. Mtu ambaye muoga nenda Yanga kwa Yanga kama Yanga ni wenzako. Hii klabu ya Simba klabu ya mpira. Twende tukapambane. Twende tukacheze nao. Kama watatufunga tufunge kwa uwezo. Tutaangalia mapungufu yetu yako wapi, tutajipanga kwa ajili ya msimu ujao. Mashindano yaishi. Bandika bandua. Ikitoka hii na kuja nyingine. Twendeni uwanjani. Kama kuna watu waoga, kaeni kimya. Yanga nani paka naogopa? Yeye ni mwenyeji. Alopanga ligi nani? Alopanga ligi ndio huyo aloendesha mechi. Huyo aloendesha mechi siku ya tarehe 8 ndio huyo alopanga mechi tarehe 15 na ndio alopanga mechi tarehe 25. Ni bodi ya ligi. Na Simba kazi yetu ni kutii na kwenda kucheza. Mbona tukupingana na kafu tulipotaka uwanja Mkapa? Ni kafu nao kuna bodi ya ligi huko. Kafu Yanga walikwenda huko. Mbona kafu tukupingana nao? Tulipotaka uwanja ni Mkapa, tulipotaka uwanja kwa Mkapa, wao wakatupeleka Zanzibar. Mbona tumekwenda kucheza? Na tumeonewa na kadi nyekundu, kisha tumecheza, tupondesha sio tu wakomavu. Hii klabu ya mpira bana. Kama wamepanga tarehe 25 twendeni tukacheze. Mtu muoga amia kwenye talabu, ama nenda kwa mzee Yusuf huko. Tushasema hivi, Sefu, tushasema mjadala huu tumeufunga. Kwa sababu huu mjadala huwezi wala hauna maarifa nao. Unatozungumza ni kama tu upumbavu katika soka la mpira. Msije kuonesha kama nyinyi ndio mnasababishaga huu mpira wa miguu filifuso na kuja uwanjani, maji ya kuwasha pingu, mbwa, kwa sababu ya watu ambao hawajielewi katika mpira.
kama Yanga waliomba mechi isogezwe mbele, sawa tu. Si wao ndio wenyeji wa mechi, mwenyeji wa mechi ni wewe. Hii mechi ni ya Yanga, wao ndio wenyeji. Kama waliomba mechi ipelekwe mbele, watajua wao wenyewe. Kama waliomba hii mechi hawachezi, watajua wao wenyewe. Kama waliomba hii mechi hawatotangaza vingilio, watajua wao wenyewe. Kama waliomba hii mechi isichezwe Dar es Salaam, ichezwe Rwanda ama ichezwe Misri, watajua wao wenyewe. Wao ndio wenyeji wa mechi. Unasema ningekuwa mimi mwenyekiti nisingecheza kwa upumbavu huo. Yaani ungekuwa wewe mwenyekiti ungekuwa mpumbavu ulikwenda useme usichezi. Mechi wenyeji ni Yanga. Kama wao Yanga walisema hawachezi, si wao. Sisi haki yetu iliishia pale pale baada ya kuzuiliwa uwanjani kutokwenda. Tulisema hatuchezi kwa sababu haki yetu ya kimsingi ya kufanya mazoezi kabla ya mchezo, walau hata lisali moja mawili, tumekosa kupitia meneja wa uwanja katuzuia. Meneja uwanja kaondolewa Kalas na mechi ikailishwa Kalas kwa sababu hatukupewa haki yetu ya msingi. Sasa mambo mengine unayaleta wewe mwenyeji wa mechi. Sisi tulizuiliwa meneja yupo pale. Kama meneja ni mjomba wako muulize, bana mjomba, wewe bado meneja uwanja wa Taifa baada ya kuwazuia Simba? Sisi tulizuiliwa, tukasema hatuchezi, tumekosa haki yetu ya msingi. Baada hapo tuna madai gani sisi? Na sasa tunadai la zawadi hatujapewa. Na sasa tuna madai wachezaji wetu waliosajiliwa vibali sio na nini. Sisi tuna madai gani? Mbona mnakwenda simwamie muwe Yanga tu kama mnataka madai ya Yanga? Nang'ania Simba kwa nini huku? Sisi hoja yetu iliisha pale pale. Siku ya tarehe 8 tuliposema tumezuiliwa na hatuchezi. Barua moja tumetoka saa 6 usiku. Hatukucheza kwa sababu sio tarehe 8 hatutaki kucheza. Muelewe, msio wapumbavu bana. Hao ndio nyinyi mbumbumbu mleto na Denlage. Sisi hoja yetu ilikuwa hatuchezi tarehe 8 kwa sababu tumezuiliwa kufanya haki yetu ya msingi ya mazoezi. Haya baada ya tarehe 15 sisi tumezuiliwa. Haya baada ya tarehe 25 sisi tumezuiliwa. Sasa tarehe 25 mtume wa meneja aliyokuepo hapa ama waambia hao Yanga watuzuie tarehe 24 kufanya mazoezi afu uone kama tutacheza. Wewe kama unataka sisi tusicheze, mtume meneja yule. Mtume meneja wa uwanja atuzuie sisi. Ama waambie Yanga watuzuie tarehe 24 tusifanye mazoezi. Alafu utaona kama sisi tutacheza tarehe 25. Nakuwa mbumbumbu vipi? Ama adeni ya kukosea alivyosema Simba mbumbumbu, lakini mimi simo. Mbumbumbu mtakuwa watu kama sampuli kama nyinyi. Nasema tugomee. Kwa sababu gani? Sababu ya sisi Simba kugomea ilikuwa ni meneja tu. Hasa aje hapa mtu kama la Simba, kama ni nani aje aseme sababu ya Simba kugombea haikuwa meneja kuizuia Simba. Ilikuwa ni tarehe 8 hatutaki kucheza na Yanga, ama ilikuwa tarehe 15 hatutaki kucheza na Yanga, ama sisi hoja yetu hatutaki kucheza na Yanga, ndio sababu yetu ya msingi. Aje hapa. Kama kuna mwanaume yoyote ambaye anajua yeye mchambuzi wa mpira, aje hapa aseme sababu ya Simba kutokucheza tarehe 8 ilikuwa anamuogopa Yanga, ama ilikuwa yeye hataki kurudiana na Yanga. Aje aseme hapa. Hata kama Kayoko alituzulumu akatunyima penalti, sio sababu ya Simba kusema atagombea mchezo. Sababu ya Simba ilikuwa ni kuzuiliwa na meneja wa uwanja Kalas. Na tukasema msimamo wetu meneja wa uwanja hatutacheza mpaka aondolewe. Meneja kaondolewa. Haya mnakukimbilia uko wapi? Ama Yanga mko mnataka kutuchanganya changanya bana. Nasema kwa mara ya mwisho mwenye kuleta mjadala huu wa kugoma goma na mlefti humo. Mianga iko mingi tu. Sisi hoja yetu ishamalizika. Na ushindi tulipata. Tena meneja ni kiongozi wa serikali na ameondoka. Sisi tumemwondoa kiongozi wa serikali. Sisi tumemwondoa meneja kiongozi wa serikali, mwajiliwa wa serikali. Kaondoka pale. Uwanja Mkapa na kwa tangazo la waziri wa michezo kuwa tumemwondoa meneja wa uwanja. Hilo ndio tutakoletu letu sisi. Yanga alisema meneja aondoke. Yanga alisema meneja hataondoka. Kaondoka hajaondoka. Acha upumbavu bana. Au mambo mengine si ya huyo nani si Kasongo mwajili wa serikali. Si ajitolea tu hapo kama bodi ya ligi. Huyo Mguto ni kiongozi wa serikali. Si ajitolea tu hapo. Kama Yanga wamewaondoa waliokuwa katika bodi ya ligi, shauri lao na sisi tumemuondoa meneja alitozuia. Hata shida iko wapi? Mbona mnataka mtutoe katika mchezo afu tarehe 23 kafungwa goli 7? Ndio shida yenu nini? Kama nyinyi Yanga jileftini mtoke msituchanganye bana. Tutoka katika mchezo watu tunaangalia maandalizi namna gani tumnyetie Yanga tumpige kabali tarehe 25 tuchukue ubingwa nyenye ndio kutotoa mnatuvuruga vuruga. Komeni bana. Bwana we.